Karibu sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Mkini, Judith na Charles Abel na Moran, tukiwa katika kurasa za mwisho tukiwa tunaangalia yaliyojiri katika magazeti, hasa yale ambayo ya kimichezo na page za nyuma ambazo ndo maana ya jina halisi ya kurasa za mwisho, ambapo kuna taarifa za kimichezo katika magazeti haya. Kutokana na mapinduzi toka kipindi cha nyuma Mkini, zamani ilikuwa inafahamika kwamba stories za michezo kwa sababu ni za burudani, kwa watu wanazikuta katika ukurasa wa mwisho. Huku mbele zinakuwa ni stories za kisiasa kama lilivyo katika gazeti la Mwananchi. Unaona siasa na hulka ya uandishi wa habari imeweka kwamba kwenye magazeti traditional, utamaduni wa zamani, imeweka kwamba kwenye magazeti kwa page ya mbele, kurasa ya mbele inakuwa ni zinazungumzia kuhusiana na siasa na current affairs, jamii na vitu kama hivyo. Habari za michezo furaha unazikuta nyuma, lakini mapinduzi yakaja kugundua kwamba soko la michezo ni kubwa na linaweza likajitegemea, na pia linaweza hata lisihusiane na masuala ya kisiasa, na ndio maana kukaja na idea ya kuwa na gazeti la michezo tupu kama lilivyo Mwana Sports na walivyokuwa Champion, walivyokuwa Dimba, Sport Starehe, yes, magazeti ya zamani sana haya. Mwananchi nini? Wananchi kama ilivyo Wananchi na ile la Msimbazi pia. Yote hayo yakiwa ni katika mwendelezo wa kuweka michezo, na lakini siku hizi pia kitokea kitu kikubwa sana kinakaa front nafasi pia kwenye siasa, lakini ngumu sana. Na kitu kikubwa unakiwekaje? Kitu kikubwa, kwa mfano Tanzania imequalify kwenda World Cup, hata ilivyoqualify kwenda AFCON, story kubwa Mwananchi, Mwananchi chani. Lakini cricket juzi kati timu ya taifa sikuona bado, nafikiri mchezo ambao hauna cricket imequalify kwenda kombe la dunia, timu ya vijana. Ile story iliandikwa kwenye magazeti, ilikuwepo na niliona hata kwenye mitandao ya kwa nyuma. Kwa nyuma ilikuwepo ndani. Unajua kwenye magazeti haya kuna nyuma afu na ndani. Yaani ndani pale ule ukurasa unaotoka kutoka ni michezo, ukurasa unaofuata pale huo unakuaga pia ni michezo. Mara nyingi stories za cricket hizo, basket, volleyball, ngumi wakati mwingine huwa zinakuwa pale. Haya, tupo katika gazeti tajiri kaweka bilioni. Katika gazeti kama sikosea la jana lilikuwa nasema tajiri kaweka milioni 500. Sio la jana, ni la wiki hii. La wiki hii kabla ya mechi ya Simba na Al-Masry. Kabla ya mechi na Al-Masry. Kwa hiyo na mhariri mkuu hapa utatuambia kwa nini kumekuwa na kama fumbo. Tajiri ameweka milioni 500 gazeti lililopita, na tajiri kaweka bilioni. Imepanda? Sinapanda. Imekuwa ikipanda. Na itaendelea kupanda tu hivyo. Chaziabe ile ashakwambia kuna watu wana jambo lao. Katika gazeti la Mwana Sports hapa kuna hiyo taarifa ya tajiri kaweka bilioni, na hapa chini kuna dola kibao hapa chini katika gazeti la Mwana Sports. Lakini pia Aziz Ki ahesabu siku tu Yanga. Sisi nimeikosea, nirudie tena. Aziz Ki ahesabu siku tu Yanga dhidi ya Stand Jumanne. Kwa maana kuondoka au kubaki au kuendelea au ukinunua sasa, ukisoma utaelewa na hesabu siku za nini, za kubaki, za kuondoka, za kusaini mkataba mpya, yote utayakuta huko ndani. Okay. Haya ni katika gazeti la Mwana Sports. Nikukumbushe tu asubuhi hii basi pale Dodoma kuna Bunge Marathon ambayo sasa hivi wakati nimekuja nimeona wakianza taratibu kukimbia Bunge Marathon. Tutaungana na wenzetu ambao wapo katika eneo hilo kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea kutoka pale Dodoma, ikiwa ndio tumeanza hivi. Marathon imekuwa ni kitu maarufu sana sasa hivi. Marathon na
imekuwa na msaada mkubwa sana. Imetumika kama njia fulani ya kusaidia kupeleka kampeni, yani makundi mbalimbali. Sababu wakati mwingine inasaidia kujenga hospitali, kupeleka vifaa hospitalini. Na wakati mwingine imekuwa naweza ukasema kwamba umekuwa ni msaada mkubwa zaidi kwa jamii. Nafikiri hata hii ya bunge nao ina ujumbe maalum inapeleka. Okay. Soa awapiga bao Dube na Ahua, hiyo ni katika gazeti la Mwanasports. Banka ukubali mziki wa Kagoma katika gazeti la Mwanasports, ambapo kuna taarifa nyingine zile za Aziz Ki ahesabu siku Yanga, ikiwa ni mwendelezo wa story ile ambayo tumeianza. Naam, kwa hiyo tutazidi kupepesa katika hii story. Soa mtu huyo. Soa mtu, namba zinambeba. Amekuja dirisha dogo. Sasa hivi hapa anawania ufungaji bora. Ana goli 8-9 chasa. Goli 9 kwenye mechi 10. 10 kafikisha 10. Anacheza mechi 10. Kwenye mechi 10 ana goli 9. Kwa hiyo unaweza kupiga ni wastani karibia wa goli moja kwenye kila mechi. Mchezaji kweli kweli. Nasikia ni unasikia nini? Friji aligandishi. Friji aligandishi. Unataka kusemaje? Basi. Muda utaongea. Hicho alichokisikia ndio cha kweli. Ukweli. Hivi kama angekuwa ameanza msimu, unafikiria saizi angekuwa na goli ngapi? Angekuwa na trend hiyo, na maana kama 20. Angekuwa na 20 labda. Kama ndo vile yani kwenye angeendelea na kasi hiyo alionayo. Kama ana 9 michezo 10. Ana 9 michezo 10, fanya tu roughly yani michezo 20. Michezo 20. Na maana kimahesabu wale watu kina mahesabu kama Nkini, ina maana huyo atakuwa yani kiresho huyo atakupa na goli 16 18. Na singekuwa hapo alipo. Na angeanza ligi. Yani angeanza msimu. Mzunguko wa kwanza angecheza timu nyingine na mzunguko wa pili angekuwa timu nyingine. Hapa alipo iko njia panda. Akai hapo. Philip ujue Chelsea ndio kaongea kimafumbo sasa. Hujamuelewa tu. Na ndio mimi nasema mimi nasema njia panda. Kile ambacho nilisema friji lake aligandisha. Hadi hujamuelewa Chelsea. Yani msimu, yani kama dirisha dogo, yani kama mzunguko wa kwanza angecheza mfano Singida. Mzunguko wa pili basi angehamia timu nyingine. Yanga. Ninawasaidia kabisa. Mbona nisikia sijui Simba pale? Yanga. Au sio Azam? Angecheza Yanga. Chazi anaamini kwamba angecheza Yanga. Mbona kaka kimya babu? Hivi sasa hivi na Alvis Rupia na Soa amemzidi? Afrika au amelingana? Elvis ana goli 10. Elvis ana 10, Mzize anapata Dube pamoja na wao wanaongoza hiyo. Mzize kabla amestaki. Ya of course ana mechi mbili hajafunga. Ana mechi mbili hajafunga. Naona kidogo amestaki. Nani? Nasema hata Rupia naona kama vile naye Elvis na no, alifunga juzi. Nani? Majuzi alifunga mechi ya juzi moja bila. Nani sana. Si ndio alikuwa anaongoza mwanzo, wenzio wamekuja wamempita Dube. Alianza kuongoza Mwalimu. Alianza kuongoza Mwalimu, akaja Rupia. Akaja akaingia Rupia. Wengine wote sasa hivi wakaja wakachukulia nafasi yao. Wanaongoza na 12 sasa hivi. Wote 12. Sema kwenye assist wa twende pale Dodoma katika bunge marathon. Hii ni mahususi ya awamu ya pili ya ujenzi wa jengo. Mara kwanza ifanyika ujenzi wa jengo upande wa wanawake shule hiyo, na sasa hivi ni shule upande wa naume, na ikiwa ndo mahususi kabisa kama ambavyo unaweza kuona hapo ni katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma, ambapo mgeni rasmi ni waziri mkuu atawasili wakati wowote hapo. Na tujiunge na wenzetu ambao wapo katika eneo hilo ili tuweze kupata simulizi kidogo ya kinachoendelea katika bunge marathon. Hapo wenzetu wakiwa tayari basi tutaweza kujiunga nao. Na hapo ndivyo kama unavyoona wanariadha ambao wengi wao ni wabunge lakini pia na watu wengine wakiwa maana hizi marathon kama ulivyosema
nabeba. Inakuwa ni nafasi ya kwenda nabeba Morandi. Ni nafasi nyingine ya kwenda kukutana na watu mbalimbali. Sababu hapo kuna wengine hajawahi kumuona mbunge fulani, hajawahi kumuona waziri fulani. Kienda pale na kwa ndo nafasi hizo ni mbio za zinazotoka kwanza hapo, ni mbio za kilomita 5. Okay. Judith, unakimbiaga kilomita 5 zaidi Judith? Zaidi naweza, lakini 5 uhakika. Zaidi naweza nikapambana, lakini 5 uhakika. 5 uhakika. Yes. Kuna tofauti ya kukimbia na kutembea. Morandi unaguna. Kwani yani kuna ile unajua jogging. Wengine wanatembea, wengine Judy haizi kudanganya kwamba anaweza kukimbia 5. Atafika sehemu atatembea. Yeah. Lakini nitamaliza. Atatembea lakini anaweza kumaliza. Lakini nitamaliza. Na ndo wengi kwenye hizi. Yani wale wanariadha hasa ndo wao wanakimbia sana, lakini wengine utawakuta wengi sana wanatembea na wanamaliza. Haya basi, twende tena Dodoma ambapo wenzetu wanaendelea na masuala haya masuala ya bunge, na huyo ni Mchoksi Mohamed akiwa yupo katika vilingi vya huko Dodoma. Muda mrefu wakafuatiwa na kilomita 10 na hivi sasa kilomita 5. Tunasubiri kilomita 5 ambayo inahusisha viongozi mbalimbali akiongozwa na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, akiwa sambamba na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni rais wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson. Tutawashuhudia wabunge mbalimbali nao wakichuana hapa kwenye uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma. Haya, ni muda sasa tuwasikie. Hii ni ile ya maalum ya walemavu. Haya, mtazamaji wa Azam TV, Okay, Dodoma na tukiwa tayari vizuri basi wakianza basi tutaweza kurejea. Turudi hapa katika masuala ya kurasa za mwisho. Fei, Simba kuna nini? Fei Kato, Simba kuna nini? Yaani ungeweza kusema Fei na Simba kuna nini? Sasa hapa kuna mkato. Sawa. Au mkato wakati mwingine ungeweza kusema tu Fei na kiunganishi Simba. Sometimes kupunguza maneno. Fei Simba kuna nini? Haya, hilo ni katika gazeti la Mwana Sports. Kuna story hapo chini uisome, unairuka sana. Hiyo mwisho kabisa. Azam inapotoka. Isome tu. Tusome ndani yetu ipate. Ona umezunguka au igusi unaiacha. Kweli yani nazunguka. Natamani niende kwa nani? Niende kwa Sala aongeza mkataba. Kuliko kwenda kwenye hiyo hapo. Haya, Azam inavyotoka kwenye ramani. Na maana kwamba ile baada ya matokeo ya juzi, ya jana, matokeo mfululizo. Azam ina matokeo mabovu mfululizo. Back to back wamepoteza. Na hata ukiangalia Azam pale ilipo leo sio, yani unaonyesha Azam kuna juhudi kidogo hivi ambayo imemiss. Ingekuwa na juhudi zaidi ingekuwa mbali zaidi hapo. Yani juhudi iliyoanza mwanzo sasa hivi haipo. Haipo Azam sasa hivi. Wiki iliyopita Azam sasa hivi kupoteza ni kitu cha kawaida zaidi kuliko kushinda. Wiki iliyopita tuliangalia saa. Unakumbuka? Ilikuwa saa gani? Sio saa, tuliangalia namna ambavyo michezo inavyoweza kutabiri ya mwisho. Tutaongea. Twende Dodoma, haya tuweze kushuhudia kidogo alafu tutarejea tena hapa. Jasho wenyewe kwa wenyewe
balaa, alafu utakuja sasa ile ambayo itakuwa inahusisha viongozi mbalimbali ikiongozwa na mgeni rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge duniani yuko hapa. Kwa hiyo mtazamaji, endelea kusalia hapo hapo uliko na kututazama kupitia Azam Sports 3. Haya, kilomita mtazamaji, mambo ya kumurua kweli kweli. Sasa haya, mtazamaji wa Azam TV, mtazamaji wa Azam TV, sasa ni muda wa kilomita 5. Tutakuja kukuonesha kila kinachoendelea mtazamaji kwenye mbio hii ya kilomita 5 ikiongozwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, bila kusahau Spika wa Bunge, Spika wa Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson pia yuko hapa. Kwa hiyo tunaendelea kukuonesha mtazamaji wa Azam TV, tunaendelea kukuonesha kila kinachoendelea kwenye kilomita 5. Haya, tunakuonesha kila kinachoendelea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa tuko naye, mgeni rasmi mambo ya kumurua kabisa. Mtazamaji wa Azam TV, tunakuonesha kilomita 5 ambayo tulikuambia viongozi mbalimbali wanashiriki mbio hizi, kiongozwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson, naye yuko naendelea Naibu Waziri Utamaduni, Sanaa na Michezo
Hamis Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, naye yuko naona anapiga story 2-3 na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katika kuhakikisha safari ya kilomita 5 inakwenda vizuri. Maana kilomita 5 si mchezo, unaweza kuhisi ni ndogo ya kawaida, lakini ni kilomita ambazo kiukweli inabidi ufanye kazi kubwa ili uweze kutoboa na kumaliza kilomita zako 5. Haya basi, hizo ndio marathoni za Bunge zinazoendelea huko Dodoma, na utaendelea kupata mpaka dakika ya mwisho katika hizo marathoni ambazo zinaendelea kwa sasa. Lakini sisi hapa tunaendelea na kurasa za mwisho. Tuna timu yako ya Ken Gold ndio hivyo tena. Yameisha. Imebaki pale chini. Yameisha. Yameisha. Amekuwa mgeni rasmi. Yani ile kauli ya Kiemba imetimia. Ile kauli ya Kiemba inaishi ya mgeni rasmi. Bora cheka. Philip leo kitu cha kwanza akasema anatafuta timu nyingine. Haya, tuje katika msimamo. Tunasema timu 1 2 3 4. Yanga, Simba, Azam, Singida. Tulikuwa tunadadavua hapo, achana na kule Ken Gold na Kagera kwanza. Tuje hapo juu kwenye nafasi 4. Pale hakuna mtu anayengoka pale, si ndio? Wala washamaliza wale. Washamaliza. Ingawa hawatamaliza, sio yani uhakika sasa position watahama, lakini ile top 4 imeshakamilika. Bingwa wanapokezana Yanga na Simba ubingwa, sio? Pekee. Azam nafasi ya 3 wanapokezana na Singida Black Stars. Singida na Azam wanaweza hata kumaliza katika nafasi ya 2. Singida na Azam. Wanaweza wakamchallenge Simba. Yes. Haya, tunaambiwa kwamba wiki iliyopita tuliambiwa kwamba ubingwa uko hapa. Ingawa Simba akishinda mechi 2 au yani akipata pointi 7 katika mechi zake ambazo ziko mbele, Singida na Azam nao inakuwa, sababu pia Simba ana viporo. Simba pale ukiangalia kwa haraka na viporo 3, ana viporo 4 tunaweza tukasema hivyo, ndio ili kuweza kufikia mechi ambazo amecheza Yanga. Mechi ambazo amefikia amechezea Yanga na yule mtu alichezea michezo 26. Sasa ukiangalia kwa haraka hapa kwamba wakati Simba inarejea, maana Simba tunajua anatakiwa arejee katika ligi Mei. Simba kwa hapa hata mara baada ya mechi ya CAF ya tarehe 27 ya duru la pili. Yaani kama ratiba ikiwa vile ilivyo, ina maana Simba atakuwa anacheza kila baada ya saa 48 mechi yake. Ratiba inaonyesha, nafikiri mechi ya kwanza ya Simba itakuwa tarehe 3, itakuwa nyingine tarehe 5, nyingine itasogea tarehe 8, nyingine tarehe 12 na tarehe 15, back to back. Kwa ndani ya siku 15 na Simba atacheza mechi 4 au 5. Wakati huo Yanga atakuwa nafikiri itabidi Yanga asubiri sasa Simba acheze mechi zake. Sababu Yanga sasa hivi hapa kacheza. Ili zikifika katika michezo 3 wawe sawa. Kwa sababu sasa hivi tofauti ya Yanga na yani Yanga wakati Simba anaanza kucheza itakuwa tofauti yake nafikiri ni mechi 3. Itakuwa zibaki mechi 3 ligi imalizike. Kwa hiyo ubingwa unaweza ukatangazika kabla ligi kuisha. Inawezekana. Lakini kuna mechi moja haijaamuliwa bado. Mechi ya dabi ya mwisho Simba na Yanga ambayo haijapangwa bado tarehe. Hiyo katika mpaka hiyo itakuwepo tu. Tuisubirie huko mbele ikishapangwa. Mimi naamini mechi ya mwisho kwa ubingwa itakuwa mechi ya Simba na Yanga. Sasa nachoamini mimi hapa naomba mimi niamini hivyo. Ndio. Kuna mmoja wapo inawezekana akampigia mwenzake respect salute kama siku ya dabi, kama mchezo uko mwisho
Au unasemaje Abel? Kuna mmoja lazima atamtolea saluti mwenzake. Hapa Simba ashinde kwanza mechi zake. Akishinda kwanza hizo mechi 3. Lakini sasa hapo kwenye advantage anayokutana nayo Simba, fikiri anatoka mechi moja tu. Mechi zake zote. Hapa Dar es Salaam atatoka mechi moja tu. Ataenda kwa Ken Gold pekee. Unajua na unaamini hizo mechi zake alizobakiza. Unless hiyo ya Simba na Yanga kama itapangwa nje hapa Dar es Salaam. Ndio maana nikasema mechi atakao kwa mechi kutoka na pia ataenda kwa Ken Gold kwa ambao ndio maana nakwambia kwa mechi ya mwisho sio nzuri pale. Umesikia Philip? Ndio maana nasemeje mechi ya mwisho kwa mabingwa ni Simba na Yanga. Wewe unaamini kabisa mechi ya Simba mechi zobakia anaweza akapoteza? In football inawezekana. Kwa mpira kwa nini ishindikane? Kama Simba alipoteza pointi kwa Coast, kwa nini ashinde kupoteza kwa timu zingine ambazo zimebaki? Sababu Simba na Singida hapa. Black Star. Kwa Simba katika mechi zake ambazo amebakiza. Moja hapo pia Singida Black Star hapa. Ndio mechi Singida Black Star ni timu ambayo inaweza kushindana na Simba. Na sio haitu yani sio jambo labda la kushangaza kama Singida ikachukua point against Simba. The same na JKT. Yes, hata JKT na pia JKT wamekuwa strong sana kwenye ligi. JKT tena ni pale kwao. Kwenye uwanja wao ambao umekuwa ni uwanja mgumu sana kwenye kila timu ambayo inaenda. Ugenini? Nafikiri Simba anaenda Isamuhyo. JKT ni strong. Kwa kweli uzungumzia kwa maana kwa strong kweli timu mbili ni strong, lakini kwa binafsi mimi naweza nikaona kama mechi ambayo itakuwa ni ngumu kwa Simba labda kwa mechi zilizobakia zile sawa. Ni mechi moja nafikiri mechi na Singida ambayo ndio uende kawa ni ngumu sana kwa Simba. Kabla hajakutana na mechi ya dabi. Kabla kukutana mechi ya dabi Simba na Yanga. Okay. Haya. Kuna watu pale mjawazungumzia. Nini? Kagera. Tunarudi bado nipo. Kagera. Bado nipo. Naona katika hiyo taarifa ni kwamba Azam mambo yatibuka ligi kuu, ikiwa ni katika gazeti la Mwananchi. Nafikiri ndio hicho ambacho tunachokizungumza, ambao kwa hivi sasa inafanya mahesabu, inafanya calculation ya kuweza kubaki katika nafasi ya 3 na ikiteleza inakuwa katika nafasi ya 4. Na sana wanakimbilia wabaki ya 3. Ambayo ya 4, unajua ya 4 sio guarantee kwamba utashiriki mashindano ya kimataifa. Sababu ya 4 haikupi uhakika wa 100% kwamba utashiriki michuano. Kuna CRDB. Kuna CRDB. Na ndio maana kocha wa Azam baada ya mechi kumalizika ya Yanga akasalimia sasa hivi ni ubingwa, of course sina mahesabu nao. Concentration yako ni wapi? Kwenye michuano ya kimataifa kucheza. Kuna watauana kwenye nafasi. Na Azam unajua kwenye CRDB ashatolewa. Ameshatolewa. Kwa hiyo huku nafasi ya huku hataweza kuipata. Nafasi aliyobakiza ni moja tu pekee yake. Okay. Kwa mujibu wa haraka panasema sasa ni wakati wa kusawazisha na kufanya vizuri kwenye mechi zilizobaki ili kuendelea kubaki nafasi tuliyopo kwa kujihakikishia mashindano ya kimataifa. Rashid huyo kocha wa Azam FC. Nguvu kaelekeza huko sasa hivi. Tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita alikuwa anawania ubingwa. Msimu uliopita sasa hivi alikuwa na ndio aliyemtoa Simba pale. Alimtoa Simba kaanza nafasi ya 3 akaanza nafasi ya pili. Ya pili. Kwa hiyo ngoja tutafanya calculation tu inawezekanika. Huku tulisoma Aziz Ki ahesabu siku tu Yanga. Huku katika gazeti la Nani linatoa jibu. Aziz Ki aziweka mkao wa kura FAR Rabat Raja Casablanca. Katika gazeti la Mwananchi wale wamekupa jibu la kule kidogo limenipa jibu limenipa jibu kuhusiana na Aziz Ki. Haya. Kwa hiyo tukibaki katika swala la nani bingwa, bado kitendawili. Bado ni kitendawili kwa sababu bado kuna mechi za kucheza. Ukichanganya na hizo saa ambazo Simba atacheza mara baada ya tarehe 27. Sasa nazo ndo zinazoweka mtego wa ubingwa sasa. Mtego wa ubingwa uko hapa. Mtego wa ubingwa. Ndio ile headline yako ulikuwa unaitafuta sasa ile. Ya wiki iliyopita. Mtego wa ubingwa uko hapa. Sasa hiyo ndio headline yako. Mtego wa ubingwa uko hapa. Uko hapa ama uko hapa liko? Uko hapa. Sema hamna mambo ya ramani pale. Ilikuwa nasema mtego wa ubingwa uko hapa. Hesabu namba. Kikubwa ilikuwa mechi ya Yanga na Azam hivi imekaa kimya hivi. Kuna timu fulani imekaa kimya. Timu gani sasa hivi?
Sasa hivi haiongei, imekaa kimya. Kwenye hizo juu wao hivi. Kwenye hizo juu. Yaani zinafanya matendo tu. Wanazunguka. Baadaye nyingine nayo itakaa kimya. Au sijui sasa, lakini imekaa. Kwa hiyo sababu ni unajua hizo ni mbio za kuongezana kijiti. Yaani kama Yanga anacheza sasa hivi, unaangalia mechi zake, ina maana kuna muda Simba atacheza, tutakuwa pia tunaangalia mechi za ndio maana kuna timu imekaa kimya. Lakini hata Simba wenyewe si walikuwa wamekaa wametulia, kwanza walikuwa wanaangalia matokeo ya Yanga na Simba. Sawa, walikuwa busy na mechi ya hiyo ya Al Masry, lakini walikuwa pia wanaangalia sana mechi ya Yanga na Azam, kwa sababu ni sehemu ambao walikuwa wanategemea aidha mwenzao anaweza akadondoka au akafanya vizuri. Nafikiri sehemu ambao Simba walikuwa wanategemea sana Yanga anaweza kadondosha pointi ni pale kwa Azam. Yaani kwa Azam kwa sababu ya matokeo ya mechi ya mzunguko wa kwanza. Yaani macho yalikuwa pale kama bana, angalau hapa watatusawazishia njia. Sasa ilipokuja kutokea yale matokeo, inawezekana hata kama walikuwa wanawaza mechi yao inayofuata inakuwa na jamaa amekutuvuruga. Umesikia Nkini ya mimi ile nipone lineup. Niwe tu mkweli. Nipone lineup imetoka nini? Lineup ambayo ya timu zote mbili, nikaangalia Yanga, nikaangalia na Simba. Na Simba na Azam na Yanga. Mimi nilikuwa nimekaa na watu tunaangalia ile mechi. Nikasemaje hii mechi anza mnapoleza kuanzia goli 2 kwenda mbele. Nini kilikupa kigezo hicho? Nini kilikusababisha? Of course nikaangalia kwamba spirit ya wachezaji. Nikaangalia na kikosi ambacho kimeanza kile. Of course. Yule Meza Azam walikosea watu kwanza. Of course ile kikosi ya Meza pamoja na ule center mwingine Diaro. Diaro si nikasemaje, of course wale wote wote ma center forward hawana speed. Ukikaa tu Yanga wale wote weka kuanzia namba 7, namba 8, 9, 10 mpaka 11 wote wana speed. Unasema hao wote hawezi kufanyaje? Kuchana na speed ambayo kuna nao mbele kule. Kuna Max Ngeli, kuna Mzize, kuna Pakome, kuna Dube. Wale wote hawezi kuendana na speed ambayo kuna nao wachezaji kule Yanga watu wajua 4 wale. Kwa nikaona kabisa mwisho ukasema kwa lineup nikiangalia Yanga na lineup ya Azam, sidhani kama Azam anaweza katoboa kwa sababu ya speed ambayo ilikuwa nayo. Azam of course mbele wako juu, viungo kwa juu vizuri. Na hata kwenye upande wa ushambuliaji wako vizuri. Shida kuja kwenye wale watu wa nyuma wale wanne. Ilikuwa ni shida kwa wao. Hawezi kuendana na speed. Lakini vipi ile Azam ya kipindi cha pili? Ilikuwa vizuri. Wao unafanya chazi. Ingeanza. Na hata mabadiliko nao walifanya Yanga. Mambo ya Kagera. Chazi alikwambia Kagera mbona kama vile pale unakwepa. Kagera. Sasa hivi amehamishia kwa Kagera. Ken Gold tushakubaliana. Tumekubali aishe. Kagera naye si hamna. Bado kwa msare mwekundu, lakini ana trend nzuri ya kutoka pale. Sijuzi alipoteza mechi. Mechi moja alikopoteza kati ya mechi 3 za ligi. Aina ya mechi ambazo Kagera kabakiza hamna kidogo. Tihani kidogo. Nyumbani ugeni. So tu nyumbani, yani kabakiza alizobakiza. Nani? Of course ana Simba, ana nadhani Yanga, Yanga kashamalizana, nadhani Azam, lakini pia ana KMC kama sikose. Yani ana mechi ambazo kwa very trick, ambao KMC nayo yuko kwenye danger zone. Yes, ambayo yuko kwenye KMC naye kashaporomoka, yuko pale kwenye sehemu ya hatari, na maana Pamba akichanga karata zake vizuri KMC atakuwa ana hali ngumu. Azam ambao unakuja kucheza naye ndio huyo atakuwa anawania nafasi ya 3. Kwa hiyo lazima nguvu itakuwa kubwa zaidi. Prison yuko chini kule. Prison katika 4 alizobakiza 3 ziko nyumbani. Mlima mkubwa Prison ni kiwango kikubwa, anaweza kucheza playoff. Anaonekana anaweza kwa sababu pia ana mechi na Yanga. Katika mechi 3 alizobakiza ngumu ni ya Yanga. Prison alifunga Ken Gold nyumbani. Yes. Prison alimfunga Ken Gold 3-1. Prison alimfunga Ken Gold ndugu yake 3-1. Alimfunga. Kwa pointi hizo 3 zimemsaidia sana kusogea. Hapo ukija ukiangalia kwenye msimamo pale kwenye hatari, KMC ameshashuka na yeye pale kwenye playoff sasa hivi. Jana ni baada gazeti la jana nimeona nasema wachezaji Ken Gold wapewa mapumziko siku 3. Na kocha aliomba lazima. Kapelima ni baada ya kupoteza tu mechi na Prison. Akaomba lazima mashabiki, uongozi kwamba mwenendo wa timu
kwamba ni juu yake. Sasa msamaha. Yaani kaomba radhi kwamba timu haiko vizuri. Yaani walichokitarajia ni sicho. Sasa si ndio kama kwa hiyo sasa hivi anachosema kwamba wamebakiza tu hesabu za miujiza kutegemea timu nyingine. Sio alichokuwa anakisema wiki iliyopita Nkini kwamba wachezaji waliowategemea bado wanatafuta. Yaani haiwezekani kwa kubakiza mechi 5 alafu mchezaji ana lakini mbona mdogo wake Morrison alicheza juzi? Ila alirudi akacheza ulimuona? Mbona alicheza? Kingine kilichokatisha Nkini tamani nafikiri ni matokeo pia ya Prisons. Matokeo ya Prison na aina ya yani matokeo alianza, kuna matokeo ambayo aliyasema Chaz. Mechi na Mashujaa. Ilikuwa mechi na Mashujaa na mechi na nani? Na KMC. Mechi na Mashujaa na KMC. Zile pointi zile ambazo tulipoteza zile mechi. Kija ukiadi na hizi pointi za mechi ya Prison. Alafu kuna pointi zingine ambao alipewa kadi nyekundu, I think ni Mauya. Poteza pointi moja, I think tukapoteza pointi 2. Fountain Gate kama sikosei. Nafikiri pale ndo tatizo lilipoanzia. Yaani ukikusanya hizo pointi na maana hizo pointi zote ambazo kwa za nyumbani, ukizichukua zile pointi na maana leo tungekuwa tunaongea issue nyingine. Sasa hivi hapa tumebakiza pointi 10 na mechi ngapi? Mechi 4 na mechi na pointi 12. Ukiadi kwenye 16 ambao tunayo sisi. Mauya 28. Nkini? Mauya bado yupo kwenye timu? Yupo. Karudi. Angesema kwamba kaondoka kwenye timu kwa sababu ya hawakumalizana baadhi ya vitu. Alicheza, yupo. Mimi namuona kwenye mechi nyingi nimemuona. Kwa hiyo sisi tunaishia 28. Yaani hata tufanye nini tukishinda mechi zetu zote pointi 28. Pointi 28 ni hizo ambazo kocha anasema ni za miujiza. Au na wachezaji nao wamekata tamaa. Ukiona wanapopambana uwanjani mimi sioni kama wamekata tamaa. Mimi nafikiri wanapopambana naona kama wachezaji wa Ken Goal. Wanapambana kweli. Yaani pale ndo inakuwa ndo mwisho wa uwezo wao. Yaani kwanza mwanzo nafikiri yani Ken Goal ameweza kupotea. Yaani mzunguko wa kwanza nafikiri ndo aliweza kupotea. Lakini kama mzunguko wa pili kama ungefanya usajili na performance ambayo isema wakupana kama mzunguko wa pili ambao uliopo sasa hivi ushindani wake ni mkubwa sana. Lakini kama ungeweza mzunguko wa kwanza vizuri kwa usajili ambao umefanya hata mzunguko wa pili wangefanya sana vizuri. Wangefanya vizuri mzunguko wa pili huu. Yaani kama timu ingeboreka zaidi. Kwa maana kwamba uje tuangalie kutunge cha sasa kweli. Angalia mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili ambao Ken Goal amecheza mechi zao vizuri kupambana. Angalia mzunguko wa pili. Wale bwana Moland hawako serious bwana. Hapo si wale hawako serious. Kwa sababu timu ambayo iko serious, hebu imagine unasajili, yani ushafeli mzunguko wa kwanza. Umepata fursa ya mzunguko wa pili, mechi 14 unazo za mzunguko wa pili. Unasajili wachezaji mpaka mechi zinabaki mechi 4, kuna wachezaji wako 3 vibali hawana. Yaani acha tu kwanza hivyo. Yaani Ken Goal dirisha dogo wamesajili wachezaji 24. Wote hao. Yaani wachezaji 24 dirisha dogo. Ndani pale ukiwahesabu huwezi kuwapata 5 yani, wanacheza. Timu gani nyingine, hebu labda tuulizane, timu gani nyingine ambayo hadi sasa hivi ina wachezaji hawana vibali ukiondoa Ken Goal? Hakuna. Maana yake nini? Kwa sababu hebu angalia interview ya Januari mpaka leo tunavyozungumzia inaelekea Mei. Yaani maana yake hao watu wameshindwa kuwatafutia, yani wameshindwa kuwapambania wachezaji kupata vibali. Sasa hiyo timu wala inakuwaje inabakije kwenye ligi? Okay. Ukifuatilia makala ya Azam sasa kwa undani, kama mtu anataka kufuatilia kwa undani, ipo katika gazeti la Mwana Sport ukurasa wa 8. Kuna makala imeandikwa dakika za jioni. Kolamu mpya. Na jina mpya. Dakika za jioni. Siku hizi nasikia dakika za usiku. Dakika za jioni. Sasa hapa kuna makala inayosema Azam inavyotoka kwenye ramani. Naweza nikasoma video kombolezo. Video kombolezo vinasema video kombolezo. Inasema msimu uliopita unaweza ukapata namna ambavyo msimu ulivyopita. Msimu huu wamedadavua. Alafu mechi zijazo zitaamua, wameweka pale. Alafu wamezungumzia Azam bingwa 2013 na 14. Wameweka pale paragraph. Alafu msikie Popat wameweka pale paragraph. Msikie kocha wameweka pale. Kwa hiyo yote balance vizuri utaweza kupata kwamba Azam inavyotoka kwenye ramani. Na nafikiri hamna comment hapa. Nimependa unaona video kombolezo. Mimi nimependa zaidi hapo kwenye kubalance hapo. Kocha kubalance story. Kocha katafutwa kiongozi
wa timu wote balance na data ziko. Na data zinatoka vote mwisho wa siku. Yaani nipenda kuzungumzia zipo. Yeah. Kwa hiyo ukitaka makala hii basi utaipata katika gazeti hili la, alafu ni ndefu bwana mpaka huko inaendelea. Kuna Lusajo, kuna wachezaji sasa hapa nazungumzia. Kuna Idi Selemani Nado, kuna Seif Rashid, kuna Dani Lianga, kuna Adamu, kuna Clement Mzinze, kuna Jeremia Juma, kuna George Mpole. Sasa mimi nimetoa vidokolombwezo hivyo ambavyo gazeti la Mwana Sports peji 2 imeandika kuhusiana na Azam. Mtu akitaka kusoma msimu wa Azam toka alivyochukua ubingwa vile, toka alivyochukua ubingwa mpaka kufikia, na hata hizo peji 2 yenyewe ni ndogo sana kwa jinsi Azam ilivyokuwa na jinsi mwenendo ulivyokuwa. Nafikiri imepushwa kufupishwa, yani mwandishi wako anaweza kuandika hata peji 3. Yaani haya. Story nyingine hapa katika gazeti la Mwana Sports inasema kesi kupinga uraia wa mastaa Singida Big Stars yatupwa. Kwa wanaruhusiwa kucheza wale au walikuwa wanacheza? Walikuwa wanacheza. Kwa hiyo kesi haikuwazuia kucheza. Sasa imetupwa rasmi ya kwamba ni raia rasmi. Vipi bombi sisi? Raia wa Tanzania. Sasa mmoja aliona championship na sura moja aliona championship hapo nafikiri kwenye hilo gazeti ndani nafikiri kwenye gazeti hapa naona kuna story ya Simba nyumbani, yani Simba inawatisha Stella Bosch kwa mechi za nyumbani. Umeona hapa, nakubaliana nao. Nakubali. Atoki mtu. Hii tunavuka. Nakubali kabisa kwamba Simba 3-1 Al Tripoli, Simba 1-0 Bravos, Simba 2-1 Sfaxien, Simba 2-0 Constantine, Simba 2-0 Almasi. Hii ni rekodi ya kujivunia kabisa. Simba kwa Mkapa atoki mtu. Slogan yao huwa inatembea vizuri sana. Umesema championship, kuna vita sana championship. Mbele nafikiri ukifungua mbele kidogo utaona hiyo headline. Kuna msimamo pia naona. Msimamo pale kuna Mtibwa, kuna Mbeya City, kuna Stand Geita na Geita. Wote hao wanakwenda. Wako pale juu. Si bado ligi haijaisha. Chini yake kuna Mbeya Kwanza kashamchomoa TMA pale. Amemsha TMA tena chini. TMA kadondoka nafasi ya 6. Mzambia siku ngapi hapo kwenye top 4? Nani? Mbeya Kwanza ni jina lakini location hapo napita. Na Judi alikuwa anauliza timu za Mbeya ziko ngapi? Kwanza inatoka Mbeya. Anasema inatoka Mbeya. Kwa hiyo kule ndio naambia tunapata wageni. Tumeshaanza kupata mgeni wa championship. Sasa automatic. Unaona mgeni wa huku Mbeya City amesare na Biashara. Biashara ambayo yuko mkiani. Lini? Cheke lini? Amechukua pointi jana Biashara kwa Mbeya City. Ambao Biashara yuko mkiani. Kwa hiyo sasa Mbeya City sasa hivi kafufua matumaini ya Geita. Kwa kwamba naye ana uwezo. Pointi naziona hapa za Biashara sasa hivi kabla ya mechi ya jana. Kabla ya mechi ya jana. Geita sasa hivi ana 51. Mbeya City ana 55. Kwa hiyo Geita kama akishinda mechi yake anakuwa yuko nyuma Mbeya City kwa pointi 1. Afu bado Stand ana pointi 54. Umeona? Yaani msimamo wa wageni wa ligi kuu. Wageni wa ligi kuu. Kuna Mtibwa tunamtegemea, ana pointi 60. Ameperform vizuri sana kwenye mechi zake zote kuanzia ligi hiyo inaanza. Yaani kwanza aliposhuka Mtibwa amfanya vizuri sana. Alirudi kambini akakubali. Unajua shida kukubali ya kwamba niko wapi sasa hivi. Sasa hivi niko wapi, nifanye nini, nirudi pale. Ndio shida inakuwa hapa. Mtibwa walivyoshuka karibu wachezaji wote walibaki kwenye timu. Alibaki wachezaji wengi sana. Walibaki wengi na wakaongeza wachezaji wengi ambao material ya ligi kuu. Yaani timu ni kama ile tu ya ligi kuu. Kwa wamekubali. Tumekubali, tumeteleza. Sasa tunaamka upya. Hii hapa inarudi hapa na pointi 60.
Mbeya City na pointi 55. Stand United ambayo kesho anacheza na Simba. Stand ni Jumanne, Stand anacheza Jumanne na Yanga. Na Yanga kesho Simba na Mbeya City. Ambaye Mbeya City sasa anatoka Mara. Anatoka Mara kwenye mechi yake. Anatoka Mara kwa baada ya jana hao ndo anakuja Dar sasa kucheza pale na Simba kesho. Kwa baada ya mechi hiyo Simba ina maana atajiandaa na mechi yake ya Stellenbosch. Baada hapo anajiandaa na Stellenbosch, tunakutana na Simba mwezi wa 5 katika Bandika Bandua. Na ligi inaisha mwezi ngapi? 25 mwezi huo, mwezi wa 5. Kwa hiyo ina maana piga mahesabu babu. Sikiliza sasa. Kuna maana kwenye hizo mechi ambazo Simba amebakiza. Mechi ngapi hapo kwenye msimamo? Mechi 8 7. Simba za mechi 22 kabakiza mechi 8. Mechi 8. Kwa Simba atacheza mechi 8 ndani ya siku 25. Ikiwemo ya dabi. Kama ligi itasha kwa muda huo. Sasa kama itawezekana kwa siku kwa hiyo kwa muda huo inawezekana. Ratiba ndio inaonyesha. Ratiba inasema 25. Sawa, lakini kulingana na idadi ya mechi ambazo Simba bakisha 30. Kulingana na idadi ya mechi ambazo Simba amebakisha ni ngumu sana kumaliza ndani ya mwezi mmoja. Kwa nini ngumu? Ratiba inaonyesha hivyo cheze ndani mechi nani? Mechi ngapi za Simba? Ratiba inaonyesha hivyo. Macheze Morandi. Mechi ngapi za Simba ziko nyumbani? Tupo hapa. Zote nafikiri isipokuwa ya Kenigoni. Yaani tupo hapa. Kwa maana nakwambia ligi itaisha Juni kwa sababu ya Simba amechelewa kucheza. Ziko kasogeza mechi. Timu ya taifa ndio ikaika 2 za nyumbani. Kuna finali ya FA pia ya CRDB. Mwezi wa. Kwa hiyo ni mwezi ambao Simba atacheza back to back, yani siku 25 Simba atacheza mechi 8. Ina maana baada ya siku 2. Kila baada ya saa 48 Simba atakuwa na mechi. Kwa ratio zile ambazo tulizozianza kwenye kipindi mapema kabisa. Mbona mwenyewe umeanza kushtuka? Nimeanza kikosi kipana. Yaani hapo ndo ile mambo ya kikosi kipana, rotation nini, yaani ndo vinapoanza. Yaani hapo sasa kuna dalili. Yaani sio kuchoka. Yaani hapo kuna dalili zote naziona. Kumbuka kwamba anarudi akiwa anatokea South. Ametumia energy kubwa kwenye mechi za nusu finali. Alafu ndo anakuja kukutana na back to back hapo. Sasa Philip Mume ni wapi unapata dalili zako kaa nazo? Kwani nimesema sema dalili zako kaa nazo mwenyewe. Sizisemi hapa au sizisemi kaa nazo. Na mimi sizisemi, nimesema mimi nazisema. Mimi nimekwambia kuna wenyewe wamekaa kimya wewe. Nimesema sizisemi dalili zangu nabaki nazo. Kwani sasa mimi nazisema? Yaani wewe lakini mimi najiuliza shida ni yani kivyako nadhani tubadilike yani mawazo kwa maana ya kwamba mentality hizi timu zinaposhiriki mashindano ya kimataifa huo ndo ukubwa, gharama ya ukubwa ndo hiyo. Yani uwezi kuwa mkubwa alafu unataka upewe wiki mzima au wiki 2 nzima za kutoka kucheza mechi moja ya ligi kwenda nyingine. Kuna mfumo ambao niliuona katika El Clasico miaka ya nyuma hivi. Kuna mechi kama 4 hivi nkini zao wanakutana, mara sijui wamekutana kwenye nini, mara sijui wamekutana mechi kama za mfululizo. Wiki hiyo wamecheza, wiki ijayo wamecheza, hawa wamekutana. Sasa hiyo ni derby. El Clasico Real Madrid na Barcelona. Ni sawa, yani mimi ninachokiamini mechi 8 ndani ya siku 25 wala hazipimwi kwenye ukubwa. Yani hauzipimi kwenye ukubwa. Nakumbuka hapo kuna nakumbuka ni tough ratiba, ni ratiba ambayo ni tough sana. Sababu mimi naamini hapo ndani pia kuna FA. Yeah, of course. Hapo ndani kuna FA pia. Kwa unazungumza kuzungumzia mechi 10 ndani ya siku 25. Au mechi 9 ndani ya siku 25. Hao wachezaji hawawezi. Mkini nakumbuka kuna maandalizi ya dabi. Sizeni kama dabi hapo sasa ujikute labda Simba amefuzu kwenda finali. Hivi hiyo ya kucheza baada ya siku 2 ndio ilimkuta Yanga. Lakini maana yake pia ni alert kwa mamlaka za mpira. Ndio kitu ambacho tulizungumza last week. Kwamba wasiishi kwa maisha ya zamani. Kwamba kuamini kwamba Simba na hizo timu zetu haziwezi kufika mbali. Mkini unajua hii ndio sababu kubwa mimi nikanikaa nikasemaje ndani ya mwezi mmoja Simba kucheza mechi hizo zote 8 haitawezekana. Hapo lazima vitu vitaingiliana. Haki Tanzania inawezekana. Kwanza lazima tuseme inawezekana. Kucheza inawezekana kucheza. Inawezekana kivipi kwa sababu gani? Kumbuka kwamba kama umesema point moja kubwa kwa maana kwamba timu inaweza kafuzu kwenye hatua inayofuatia, sawa? Kwenda nusu finali. Kutoka nusu finali tangu mwisho siku tena kuna nini tena? Kuna FA. Ni kombe la nusu finali wameshafuzu. Kwenda finali. Kwenda finali. Kuna CRDB. Sawa? Hapa katika sasa kama yani ratiba isinavyokwenda Simba sicheze mechi hata moja. Lazima watacheza. Kwa hiyo kuna proposal na mechi kama mpaka 10 wanaweza wakacheza ndani ya mwezi mmoja. Yeye inawezekana. Sio mwezi wala mwezi hautimii. Kwa sababu hizo siku hapo ni siku 25 wanazungumzia. 25 kwa maana siku 25 na maana sasa tutajie mechi 10 wanaweza wakacheza Simba. Ratiba ndio inavyoonyesha hivyo. Kwa sasa hivi inaonyesha kwamba watacheza hizo za ligi hivyo zilivyo kabla hizi za FA hazijapangiwa tarehe. Sawa. Kwa hiyo ni issue ni kusubiri sisi tuone.
Lakini mimi narudi pale pale niliposema wiki iliyopita. Yale magepu ya kule nyuma ambao watu tunayaacha, inabidi tu tunayatumia vizuri. Yaani ile tunapita wiki hatuna mechi yoyote, weekend yote tunapita hatuna mechi. Yale magepu inabidi lazima tuyatumie sana. Kwa mfano wiki hii. Leo. Leo tunapita. Kesho hatuna mechi. Kesho kuna CRDB. Kesho kuna CRDB. Tungepunguza. Simba amecheza lini mechi yake kimataifa? Jumatano. Labda inawezekana ni kwa sababu ya Mbeya City, sio anacheza na mpinzani wake. Lakini ulikuwa unaweza kusema kwamba Simba ulikuwa unaweza kumwekea mechi yake hapa. Yaani unajua ndio hapo tunapokuja. Kwa mfano Simba kacheza Jumatano. Alhamisi, Ijumaa. Ungeweza kuiweka mechi ya Mbeya City Jumamosi. Sasa ndio maana nikasema inawezekana kwa sababu ya Mbeya City alipocheza Jumatatu, unaiweka mechi ya ligi kuu Jumanne. Baada ya hapo wanampa nafasi hata siku 5 au siku 6 za kujiandaa na mechi ya kimataifa. Labda kwa sababu Mbeya City walikuwa. Na mimi ndo maana nikapata consign hapo inapokuja na Judy. Mbeya City hiyo ligi ya championship kuna muda walikaa karibia wiki 2 hawachezi. Wiki 3 mimi nilizia. Wiki 3 hawachezi kwa ligi ya ligi ya championship inaisha mapema. Nafikiri sisi tunacho kuna sehemu tunakosea jinsi ya kwa nani hizi ratiba zetu. Kabisa ratiba na kweli. Unakuwa kuna siku moja Philip kwenye kipindi hapo ukasema weekend inapita bila mechi. Unakuwa siku moja kwenye kipindi hapo Jumamosi. Sio moja. Hapa sasa hakuna chochote kinachofanyika, timu zimepita nyingi. Ilitokea kama 2-3. Wiki kama 2-3 tunacheza mechi Jumatano au Jumanne, alafu weekend tunacheza za kawaida. Weekend. Nafikiri kuna kitu jinsi ya kufanya. Yaani msimu mmoja tunapokuja lazima tuamini ya kwamba kama Cheza alivyosema, timu zetu michuano ya kimataifa zitafanya vizuri. Kwa hiyo lazima tuzipe pressure kule mwanzo. Yaani tuzipe pressure kwenye ratiba ile kule mwanzo kule. Ili tukaja kuwapata na mzigo hapa mwishoni. Kwa sababu unajua athari ambayo alikuwa anasema Holland ya kuchelewa kumalizika kwa ligi haingii athari kwako tu, yani inaingia kwenye zile klabu tena. Kwa sababu maandalizi ya michuano ya kimataifa inaanza lini? Juni. Juni na Julai, si ndio? Julai inabidi uanze michuano ya kimataifa. Wakati unajiandaa wewe kuanza michuano ya kimataifa Julai, wale wachezaji ambao walikuwa wamechoka sana, umewapumzisha angalau wiki 2. Unaona? Wiki 2 hao watu hawezi wakarudi sawa kabisa. Nakumbuka kwamba athari ya msimu huu inaenda hadi msimu ujao. Ukichelewesha leo kwa mfano ligi ikija kuisha Juni, maana yake wachezaji watahitaji kupumzika labda hadi Agosti. Agosti kuna chani. Nilisoma makala moja. Maana yake ligi itachelewa kuanza, itakuja kuanza September. Ligi ishaanza September, hapo kuna mechi za kimataifa tena. Kuna mechi za timu, kuna AFCON December. Ila mimi nimependa sana spirit ya Namungo. Yaani tuwapongeze Namungo. Baada ya changamoto ya daraja ile, kulikuwa kunasemekanika mechi yao na JKT itaka kusogezwa mbele. Mungu akasema sisi tutapambana, tunakuja kucheza. Wakapita Njombe kule, njia ya kule Songea, wamekuja hapo, wamepambana, wametoka sare yao 2-2 basi. Kwa wamejipunguzia mzigo. Yes. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu kizuri kama tunaweza kuiswitch ratiba yetu vizuri. Kwa sababu mimi nilikuwa nasoma makala moja kuhusiana na Ahly wanalalamika, wanasema wanachokutana nacho sasa hivi ni athari za msimu uliopita. Wanasema timu yao haiko sawa kwa sababu hakuna mchezaji alipata wiki moja ya kupumzika. Yaani wenyewe wameunga msimu. Ahly wanakuambia kwamba baada ya msimu kumalizika waliunga msimu mwingine hapo. Na bado na msimu tena hawapumziki tena kwa sababu wanabingwa wa dunia ambao wanachezwa kwa mtindo wa makundi. Unaona, kwa hiyo nafikiri yani kuna kitu fulani hivi inabidi lazima kifanyike. Na wale sasa hivi Ahly hata ukiwaona hata wanapocheza sio wale ambao sisi tumewazoea sasa. Na ndio kitu ambacho okay, kurasa za mwisho tumalizie na mkongwe Cosmas Mlekani. Ligi kuu imefikia pazuri. Waamuzi wawe makini. Mkongwe kweli. Akaeka picha ya zamaa, kuna juu pale nje ya chaki. Baba wa waamuzi. Kwa hiyo imeandikwa na nani? Hapo ni mtu mwingine kaandika. Yeye ya baba wa waamuzi, mtu mwingine ni Mohamed Mdose. Lakini tulonge michezo, column ya Cosmas Mlekani, mwandishi wa zamani kwelikweli. Ligi kuu imefikia pazuri, waamuzi wawe makini. Hilo gazeti gani? Habari Leo? Habari Leo. Jamani, tumefika tamati ya kurasa za mwisho. Kuna michezo mingi sana ya kimataifa leo hii inachezwa. Ligi Bundesliga, ligi ya Asia nayo inachezwa leo. Italy inachezwa leo. La Liga inachezwa leo. Kwa hiyo tusikose
kufuatilia. Na kesho basi mfululizo wa michezo ya CRDB utaanza kesho kwa mechi za robo finali zile. Robo finali kuchezwa mpaka tunakwenda zao mpaka tarehe 15 hivi ambapo tutakuwa tumemaliza robo finali, na ndicho hicho anachokisema Mkini. Ikimalizika hiyo robo finali natafutwa date, tarehe ya kuchezwa nusu finali. Kwa sasa bado mipangilio ipo. Kwa hiyo ndani ya hizo tunazosema hasa kwa Simba, ndani yake inakuwa kuna hiyo michezo kadhaa iliyobaki miwili ya kucheza michuano ya nani. Pia msisahau kuna muungano inaanza tarehe 21. Hiyo mimi nafikiri Simba tuitoe. Tarehe 21 inaanza. Ipo. Simba ipo. Inaanza tarehe 21. Sasa Simba tarehe 20 anacheza tamati ya kipindi cha Kurasa kwa siku hii ya leo. Tukutane wiki ijayo tutaweza kufahamu Simba atacheza wapi mchezo wake na Stellenbosch mara baada ya kufanyiwa uwanja wa Benjamin Mkapa kufungwa kwa muda. Kwa hiyo tutaweza kufahamu nini Simba anacheza wapi. Kwa sasa tuna mengi, tukutane wakati mwingine.